Habari za mchana mpendwa msikilizaji, popote ulipo, karibu ujiunge nasi kupitia redio yako ya kuaminika Congo Post News. Mimi ni Idi George, ni kuletea mkusanyiko wa habari muhimu kutoka ndani na nje ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika vichwa vya habari vya mchana wa leo, mapigano makali yaripotiwa katika eneo la Burubi karibu na Kashebere wilayani Walikale, huku wananchi wengi wakimbia makazi yao kutokana na hali ya taharuki. Huko Walikale bado kiongozi mpya wa kijiji cha Kateku aliyekuwa ameteuliwa au kuwekwa na waasi wa M23 ameuawa na wapiganaji wa Wazalendo, tukio linalozidi kuongeza mvutano wa kiusalama katika eneo hilo. Na katika taarifa nyingine, mgogoro kati ya jeshi la serikali ya Kongo na waasi wa M23 yaendelea kusababisha janga kubwa ya kibinadamu, huku wananchi wa Marekani wakiwa na pendekezo jipya la sheria la Stable DRC inayolenga kuwawekea vikwazo watu na makundi yanayokwamisha juhudi za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile tutakunga na habari za kimataifa toka pembe zote za dunia. Hizo ni baadhi ya habari tutakazo kuletea kwa kina katika toleo letu la mchana wa leo. Endelea kuwa nasi kupitia Congo Post News, sauti ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Mimi ni Idi George, karibu. Mapigano mapya yameripotiwa katika eneo la Burubi karibu na Kashebere wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wa kiusalama katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na migogoro ya muda mrefu ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, milio ya risasi nzito na silaha za masafa marefu zilianza kusikika tangu majira ya asubuhi katika baadhi ya vijiji vinavyozunguka Burubi. Wananchi wanasema mapigano hayo yamehusisha wanajeshi wa serikali ya FARDC pamoja na kundi lenye silaha inayodaiwa kuendelea kufanya harakati katika maeneo ya ndani ya Walikale. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zimelazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao, huku wengine wakielekea katika maeneo ya jirani wakitafuta hifadhi ya muda. Baadhi ya mashuhuda wameeleza kuwa shughuli za biashara na usafiri kati ya Burubi na Kashebere zimesimama kwa muda kutokana na hali ya taharuki iliyotawala katika eneo hilo. Eneo la Walikale limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi ya waasi pamoja na mapigano dhidi ya jeshi la serikali, hali ambayo inaendelea kuathiri maisha ya wananchi kwa miaka mingi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa eneo hilo lina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na uwepo wa njia zinazounganisha maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini pamoja na uwepo wa rasilimali za madini. Hadi sasa mamlaka za kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu ukubwa wa mapigano hayo wala idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali ya wasiwasi bado inaendelea, huku baadhi ya wakazi wakihofia kuenea kwa mapigano katika vijiji vingine vinavyozunguka Kashebere. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yameanza kutoa wito kwa serikali ya Kinshasa kuongeza juhudi za ulinzi kwa wananchi na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Viongozi wa kijamii wamewataka vijana kuepuka kujiingiza katika makundi ya silaha yanayochochea machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika miezi hivi karibuni, maeneo ya Walikale, Masisi na Ruchuru yameendelea kushuhudia ongezeko la mapigano kati ya jeshi la serikali na makundi mbalimbali yenye silaha, hali inayozidisha changamoto za kiusalama na kibinadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Wananchi wengi sasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku matumaini ya kurejea kwa amani yakionekana kuwa mbali. Wakati huo, jamii ya kimataifa pamoja na mashirika kutetea haki za kibinadamu vinaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika vita hivyo kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kulinda raia wasiokuwa na hatia ambao ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mgogoro huo. Tubaki huko Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya taarifa kuripoti kuuawa kwa kiongozi mpya wa kijiji cha Kateku aliyekuwa amewekwa na waasi wa M23 katika eneo hilo linalokumbwa na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo pamoja na vyanzo vya ndani vya usalama, kiongozi huyo aliuawa katika shambulio lililotekelezwa na wapiganaji wanaojiita Wazalendo, makundi ya wanamgambo wanaoshirikiana jeshi la serikali ya FARDC katika mapambano dhidi ya waasi wa M23 na washirika wao. Tukio hilo limetokea katika mazingira ya mvutano mkubwa unaoendelea katika maeneo kadhaa ya Walikale, ambapo makundi yenye silaha yanaendelea kupigania udhibiti wa vijiji na maeneo ya kimkakati. Wakazi wa Kateku wanasema
hali ya hofu imetanda mara baada ya kusikika kwa milio ya risasi, huku baadhi ya wananchi wakikimbia makazi yao kwa kuhofia mashambulizi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kiongozi huyo alikuwa ameteuliwa hivi karibuni kusimamia kijiji hicho baada ya eneo hilo kuingia chini ya udhibiti au chini ya ushawishi wa AFC M23. Kifo chake sasa kinaonekana kuongeza mvutano kati ya pande zinazoasimiana katika eneo hilo, hasa wakati ambako mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Makundi ya wazalendo yamekuwa yakijitokeza kama sehemu ya vikundi vinavyodai kutetea maeneo dhidi ya waasi wa M23. Hata hivyo, uwepo wa makundi hayo umeendelea kuzua mjadala tofauti kuhusu nafasi yao katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati baadhi ya wananchi wanaona kama nguvu ya kujilinda dhidi ya waasi, wengine wanaeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa silaha mikononi mwa raia na hatari ya kuongezeka kwa machafuko. Katika miezi hivi karibuni, maeneo ya Walikale, Masisi na Ruchuru yameendelea kuwa kitovu cha mapigano kati ya FARDC, waasi wa M23 pamoja na makundi mengine yenye silaha. Hali hiyo imechangia ongezeko la watu waliokimbia makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya usalama au hali ya kibinadamu katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yameeleza hofu kwamba mauaji ya viongozi wa kijamii yanaweza kuzidisha chuki na kulipiza kisasi kati ya jamii zinazokinzana. Viongozi wa kijamii wamewataka wahusika wote wa mgogoro huu kuheshimu maisha ya raia na kuacha kutumia nguvu katika kusuluhisha tofauti zao. Wakati huo, serikali ya Kinshasa pamoja na washirika wa kikanda wanaendelea kutafuta mazungumzo ya amani yaliyokwama kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa AFC M23. Hata hivyo, matukio ya mauaji na mapigano yanayoendelea vijijini yanaonyesha kuwa hali ya usalama bado ni tete katika sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa Walikale sasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sintofahamu, huku wengi wakihofia kwamba mapigano mapya yanaweza kuzuka wakati wowote ikiwa juhudi za kisiasa na kidiplomasia hazitapata suluhisho la haraka na la kudumu. Turudi katika siasa za vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hali ambayo juhudi za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kukua, Rais wa Kenya William Ruto ametoa kauli kali kuhusu nafasi ya Marekani katika kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya ukanda wa Afrika Mashariki, hasa kutokana na kuendelea kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Akizungumza kuhusu makubaliano ya amani ya Washington yaliyoungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump, William Ruto amesema kuwa juhudi hizo hazitaleta matokeo yanayotarajiwa licha ya kupita zaidi ya miezi 6 tangu makubaliano hayo kuridhiwa. Kwa mujibu wa rais huyo wa Kenya, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni mbaya, huku wa mashambulizi ya mapigano yakiendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu. Rais wa Kenya William Ruto alisitiza kwamba mataifa ya ukanda wa maziwa makuu ndiyo yanapaswa kupewa nafasi kubwa ya kusimamia mchakato wa amani badala ya kutegemea nguvu za mataifa ya mbali. Amesema nchi kama Rwanda, Kenya, Tanzania na Burundi zinaelewa vizuri zaidi uzito wa mgogoro huo kwa sababu ndizo zinazobeba athari za moja kwa moja za kiusalama na kiuchumi kutokana na machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa uchambuzi wake, mataifa hayo ya kikanda yana maslahi ya moja kwa moja katika kurejesha utulivu, kwani biashara, usafirishaji, uwekezaji pamoja na usalama wa mipaka yao vinaathiriwa moja kwa moja na vita vinavyoendelea katika eneo la maziwa makuu. Ruto anaamini kuwa mataifa ya nje mara nyingi hutazama mgogoro huo kama swala la kidiplomasia pekee, wakati nchi za ukanda huo zinaona amani kama hitaji muhimu kwa maisha ya wananchi wao na ustawi wa uchumi wa eneo nzima. Kauli hiyo imekuja wakati ambako juhudi mbalimbali za upatanishi zimekuwa zikikabiliwa na changamoto nyingi.
Kwa miezi ya hivi karibuni, mapigano kati ya waasi wa M23, makundi ya silaha yenye ushirikiano tofauti pamoja na jeshi la FARDC yameendelea kusababisha vifo vya raia, wimbi la wakimbizi na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa siasa za kikanda wanaona kuwa matamshi ya William Ruto yanaweza kuashiria mabadiliko mapya katika namna viongozi wa Afrika Mashariki wanavyotaka kushughulikia mgogoro wa Kongo, wakisitiza suluhisho la kikanda badala ya utegemezi mkubwa wa mataifa ya magharibi. Hata hivyo, bado haijulikani ikiwa mataifa ya ukanda huo yanaweza au yataweza kufikia msimamo mmoja kuhusu namna ya kuimarisha juhudi za amani, hasa kutokana na tofauti za kisiasa na tuhuma zinazotolewa mara kwa mara kati ya baadhi ya nchi jirani kuhusu kuhusika kwao katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, huku matumaini ya kurejea kwa amani ya kudumu yakiendelea kusubiri matokeo ya mazungumzo ya kisiasa na juhudi za viongozi wa kikanda. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji wa mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili tukuonge na habari za kimataifa. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping wamefanya mazungumzo yenye umuhimu mkubwa mjini Beijing. Rais Xi alimwambia Donald Trump kwamba China na Marekani zitafaidika kutokana na ushirikiano na kwamba zote zitapoteza ikiwa kuna migogoro. Beijing imemkaribisha Trump kwa kumpa heshima rasmi za kijeshi pamoja na ziara ya hekalu la karne ya 15. Rais Trump amefanya ziara hiyo na anasafiri na ujumbe mkubwa wakiwemo maafisa wakuu wa utawala na viongozi wa sekta ya teknolojia. Trump alisema uhusiano wao utakuwa bora zaidi kuliko hapo awali na kumwalika Rais Xi nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu. Majadiliano hayo yalidumu kwa zaidi ya saa 2 na viongozi hao wawili walizungumzia vita vya Marekani na Iran na wakakubaliana kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz lazima ufunguliwe. Mazungumzo yao yalitarajiwa pia kuangazia biashara, ushindani kuhusu teknolojia na Taiwan. Taarifa ya Stephen McDonald kutoka Beijing inawasilishwa na Roncliffe Odit. China ilimpa makaribisho na mpinzani wake mkuu duniani, Marekani. Xi Jinping anataka ziara hii ya Donald Trump irejeshe uhusiano angalau katika maeneo ambayo wanaweza kukubaliana. Hiki kilikuwa ni kilio cha mbali na mvutano ulioonekana tangu vita vya ushuru, na wafanyabiashara kutoka pande zote mbili wanatumai kuwa uhusiano wa sasa utaendelea. Chama cha kikomunisti cha China kilikuwa kikijitahidi kumfanya rais wa Marekani ajihisi anaheshimiwa kwa mizinga ya sherehe, gwaride la heshima na umati wa watoto wanaoshangilia, jambo ambalo Donald Trump alionekana kulifurahia. Kisha ndani ya jumba la mikutano ilikuwa biashara, na watu wawili wenye nguvu zaidi duniani walibadilishana maneno ya fadhili. Siku zote nimekuwa nikiamini kwamba maslahi ya pamoja kati ya China na Marekani ni makubwa kuliko tofauti zetu, kwamba mafanikio ya kila nchi ni fursa kwa nchi nyingine. Pande hizi mbili zinaposhirikiana, zote zinanufaika. Zinapokabiliana, zote zinateseka. Nchi hizi mbili zinapaswa kuwa washirika badala ya kuwa wapinzani, zikisaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja. Tutakuwa na mustakabali mzuri pamoja. Nina heshima kubwa kwa China. Kazi ambayo umefanya wewe ni kiongozi mzuri. Namwambia kila mtu, wewe ni kiongozi mkuu. Wakati mwingine watu hawapendi nikisema hivi. Bado kuna tofauti kubwa kati ya serikali hizi na zitakuwa zikisisitiza ajenda zao, huku Rais Xi akitumai Marekani itapunguza kuunga mkono Taiwan na Rais Trump akitaka China kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Wanaume hao wawili pia wanatumai watu wao wataona kwamba wanaweza kushinda tofauti zao ili kukuza uchumi wao kwa manufaa ya wote.
Tulizamie kwa ndani swala hili, na kwa sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Marekani Mhando Philemon Buguni kwa tathmini ya kina kuhusu uhusiano wa China na Marekani. Karibu sana. Sasa umechukuliaje makaribisho ya Rais Trump nchini China kwa tathmini yako? Amepata ukaribisho mzuri sana, na ni ishara kwamba China inaashiria kutaka ushirikiano na Marekani, hususan kwenye masuala ya biashara na vile vile katika kuendeleza hali ya kimataifa ya amani, kutokana na mgogoro ambao unaendelea Iran, lakini vile vile kutokana na mgogoro kati ya China na Taiwan. Naam, sasa kwa nini Marekani na China zinatofautiana kuhusu kisiwa cha Taiwan, na ziara hii imeleta tofauti yoyote katika swala hili? Tofauti yao ni swala la kihistoria, kwa sababu ikumbuke kwamba kulipokuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe China, kisiwa chama kilichoshindwa vita kikakimbilia Taiwan na kikaanzisha taifa, lakini mpaka hivi leo China inatambua Taiwan kama sehemu ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine Marekani iliamua kuitambua Taiwan kama taifa linalojitegemea, hususan katika vita baridi ambayo ilitokea kuanzia miaka ya 50 mpaka mwisho wa miaka 80. Kwa hiyo swala hili hatutotegemea kwamba kila nchi itabadilisha msimamo wake, na China, Rais Xi ametoa kauli nzito akisema ya kwamba Marekani itakapokosea kuhandle swala la Taiwan, basi inaweza kusababisha mgogoro mkubwa kati ya mataifa haya mawili, ikiwezekana kuingia vitani. Mhando, je, kauli hii ya pamoja tulioisikia Marekani na China kuhusu vita vya Iran itakuwa na athari yoyote katika mgogoro huu ambao unaendelea? Hii ni kauli ambayo ni mahala pagumu, kwa sababu kwa upande wa Marekani ni jambo ambalo limeanza kuleta shida katika siasa za ndani, kwa sababu bei za mafuta zimepanda na inasababisha mfumuko wa bei, na vile vile ni mwaka wa uchaguzi ambao uko mbioni kuendelea mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo Marekani inapata shinikizo la ndani, lakini kwa upande wa China hili ni swala ambalo wao linawapa advantage, kwa sababu ni fursa ya wao kujionyesha kama ndio taifa la amani na taifa kubwa ambalo linaashiria kama kuwa kiongozi wa dunia, na vile vile lina ushirikiano mkubwa na Iran katika ununuzi wa mafuta. Kwa hiyo kidiplomasia wanazungumzia amani, lakini hatutategemea kwamba litabadilisha misimamo, hususan msimamo wa China juu ya Iran. Naam, kwa kifupi Mhando, mataifa haya mawili ni washindani wakubwa hasa katika masuala ya biashara. Unaona kwamba hali hii itaweza kulainisha mambo, kwa mfano kuondolewa kwa vikwazo na ushuru? Naam, swala hili tuliangalia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni katika biashara za bidhaa kama vyakula, ambapo wakulima wengi wa Marekani walikuwa wakitegemea China kununua vyakula kutoka Marekani, lakini baada ya serikali ya Trump kuweka ushuru, tariffs, China ikaacha kununua bidhaa za Marekani. Kwa hiyo wakulima wengi wakaanza kupata shida sana. Kwa hiyo tutegemee kupata suluhu katika swala hili, lakini upande wa pili katika masuala ya teknolojia na bidhaa kama semiconductors ambazo zinaonekana kama bidhaa za kimkakati, tutategemea kuona mabadiliko makubwa sana. Wataendelea kuwa na vikwazo na ushindani. Asante sana Mhando kwa kutupatia tathmini yako. Na sasa ushindani mkali wa uongozi unanukia nchini Uingereza kati ya Waziri Mkuu Keir Starmer na mmoja kati ya waliokuwa mawaziri katika baraza lake la mawaziri Wes Streeting.
ambaye amejiuzulu hii leo. Streeting aliyehudumu kama waziri wa afya anaondoka madarakani siku moja baada ya kukutana na Starmer katika ofisi rasmi ya waziri mkuu ya 10 Downing Street. Hatua ya Streeting kujiuzulu kazini inaweka shinikizo kubwa kwa Sir Keir Starmer ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu hasa baada ya chama chake kufanya vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa katika barua yake rasmi ya kujiuzulu, waziri huyo wa zamani wa afya amesema hakuna tena imani katika uongozi wa Keir Starmer na ni wazi kwamba hakutokuwa na kiongozi ambaye atakiongoza chama cha Labour katika uchaguzi mkuu ujao nchini Uingereza. Streeting anatarajiwa kuzindua kampeni ya kumpinga Starmer ndani ya chama hicho. Washirika wake wa kisiasa wanasema ana ushawishi mkubwa miongoni mwa wabunge wa Labour unaohitajika kuzindua kampeni ya kumng'atua Starmer madarakani. Kwa upande wake, Starmer amesema amesikitishwa na hatua ya Streeting kujiuzulu, ila amesisitiza kwamba serikali ni sharti itekeleze ahadi zote ilizotoa kwa taifa. Aidha, kiongozi huyo amewaonya mawaziri katika baraza lake kwamba uchaguzi wa kumtafuta kiongozi mpya unaweza kuitumbukiza taifa katika msukosuko. Mawaziri 4 wameshajiuzulu huku baadhi ya wabunge wa Labour wakimtaka Starmer kuondoka madarakani. Mwandishi wa BBC Lynne Watson ana maelezo zaidi kuhusu barua ya Wes Streeting ya kujiuzulu. Na hapa tulipo haijathibitishwa kabisa, ila kuna ishara zinazojitokeza kupitia uvumi na pendekezo kwamba Wes Streeting ambaye ni waziri mwandamizi mwenye majukumu serikalini katika wizara ya afya huenda naye anajiandaa kujiuzulu dhidi ya Keir Starmer. Na maanisha kwamba ikiwa Streeting atakabiliana na waziri mkuu, hatua hiyo inatuweka katika awamu nyingine katika kile ambacho tayari ni sharti tukitambue kuwa mzozo wa kisiasa nchini Uingereza. Kwa sasa chama tawala cha Labour kimegawanyika kwa misingi ya ni nani atakayekiongoza. Je, inapaswa kuwa ni Keir Starmer ama Wes Streeting au mtu mwingine? Je, unafaa kufanya mabadiliko ya uongozi lini? Kuna haja ya sera kufanya mabadiliko? Na bila shaka leo Mfalme Charles amesoma takriban miswada 35 ambayo serikali inapanga kuifanya kwa sheria. Na tutoke Uingereza turudi Afrika Mashariki ambapo Wakenya wanatarajiwa kukabiliana na nyakati ngumu zaidi kiuchumi baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ongezeko lingine la bei ya mafuta, hatua ambayo huenda ikaongeza gharama za uzalishaji na usafiri. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa jioni hii, bei ya lita moja ya petroli imeongezwa kwa shilingi 16.65 za Kenya, ambayo ni sawa na senti 13 za dola ya Marekani. Watakaoumia zaidi ni watumiaji wa diesel ambayo imeongezwa kwa shilingi 46.29 za Kenya, sawa na senti 36 za dola ya Marekani kwa kila lita. Hata hivyo, bei ya mafuta ya taa haijabadilika. Hatua hii inajiri wiki mbili tu baada ya serikali ya Kenya kulegeza masharti ya ubora wa mafuta yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Sasa mwezi uliopita serikali ilitangaza nyongeza ya bei ya mafuta ikitaja mgogoro wa Mashariki ya Kati kama sababu kuu. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi na kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na msanii banasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane tena katika taarifa yetu ya habari za kesho asubuhi. Ciao.